Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba mjumbe wa Ukraine na Marekani huko Florida wamekubaliana kujiandaa kwa mkutano kati ya Volodymyr Zelensky na rais wa Marekani Donald Trump huko Washington mnamo Januari 2026. Katibu wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa la Ukraine, Rustem Umerov, anasema, tulikubaliana kuendelea na mashauriano katika siku za usoni na kujiandaa kwa hatua zinazofuata za mazungumzo, haswa mikutano ya Zelensky na Trump huko Washington mnamo Januari. Mnamo Disemba 28, Trump alimkaribisha Zelensky katika makazi yake ya Mar-a-Lago karibu na West Palm Beach, Florida. Kufuatia mazungumzo hayo, Zelensky alitangaza kwamba timu za Marekani na Ukraine zitakutana wiki ijayo kukamilisha masuala yote yaliyojadiliwa. Pia alisema kwamba Trump amepangwa kukutana na ujumbe wa Ukraine na viongozi wa Ulaya mnamo Januari. Vile mnamo 2025 Ujerumani iliidhinisha mikataba ya usambazaji wa bidhaa za ulinzi kwa Ukraine yenye jumla ya euro bilioni 1.14, ikiwa imeshuka kwa 86% mwaka hadi mwaka. DPA inaripoti kinukuu jibu kutoka Wizara ya Uchumi kwa uchunguzi wa bunge. Uchunguzi huo uliwasilishwa na Ulrich Thoden, mbunge kutoka chama cha kushoto. Katika majibu yake, wizara ilitoa data kuhusu ununuzi ulioidhinishwa kuanzia Januari 1 hadi Disemba 8. Katika kipindi hiki, serikali iliidhinisha mikataba ya usambazaji wa bidhaa za ulinzi wa Ujerumani kwa Ukraine zenye thamani ya euro bilioni 1.14. Mwaka mmoja uliopita, kiasi cha mauzo hayo nje kilikuwa euro bilioni 8.15. Kwa sababu hiyo, Ukraine ilipoteza nafasi yake ya kuongoza miongoni mwa wanunuzi wakubwa wa silaha za Ujerumani. Norway iliongoza orodha hiyo kwa euro bilioni 1.31, ikifuatiwa na Uturuki kwa euro milioni 726. Kwa Ankara, hii inaashiria kiwango cha rekodi tangu mwaka 1999. Ukraine ilikamilisha tatu bora kwa mikataba ya ulinzi yenye jumla ya karibu euro milioni 500. Vile Ukraine inakabiliana na mgogoro wa idadi ya watu na uhaba mkubwa wa wafanyakazi, ikiwa raia walioondoka nchini kutokana na vita watarudi. Alexei Antipovich, mkuu wa kundi la kijamii la Rating, anasema katika mahojiano na shirika la habari la RBC Ukraine. Kwa maneno yake, ni karibu theluthi moja tu ya Ukraine walioondoka nchini humo ndio wako tayari kurudi nyumbani baada ya kumalizika kwa uhasama. Ni mbali na nusu, lakini karibu theluthi moja wanaosema kwamba ndio tuna mpango kama huo, lakini tu baada ya vita. Hapo awali ilikuwa theluthi mbili au hata zaidi, na kisha idadi hii iliendelea kupungua, akisema, akibainisha kuwa asilimia ya wale wanaorudi nchini itakuwa isiyo na maana. Kwa sababu hiyo, nchi itakabiliwa na mgogoro wa idadi ya watu. Vile waziri mkuu wa Poland Donald Tusk anasema makubaliano ya amani kuhusu Ukraine bado yana njia ya kuyafikia. Anasema mazungumzo bado hayajakamilika. Tusk alisema kwenye X kufuatia mashauriano ya usiku mmoja na viongozi wa Ulaya baada ya mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Volodymyr Zelensky. Tusk alinukuu taarifa ya Marekani kwamba itashiriki katika dhamana za usalama kwa Kyiv kama mafanikio makubwa ya mazungumzo hayo. Tusk alisema makubaliano ya amani kuhusu masharti ya Urusi yangekuwa sawa na kushindwa kwa Magharibi na Ukraine katika mzozo huo. Vile maendeleo ya Urusi katika uwanja wa vita yamemlazimisha Volodymyr Zelensky kuachana na madai yake ya kimada na kuwa na mwelekeo zaidi wa kufanya makubaliano ya amani. Mwandishi wa habari wa kimataifa wa Sky News John Sparks anasema, una Zelensky sasa unazungumzia uwezekano wa kura ya maoni? Hajawahi kutaja hilo hapo awali. Hayapuzi. Nilisoma kwamba kiwango fulani cha kukata tamaa. Kwa kweli, kwa upande wa Ukraine wanahitaji makubaliano. Wanajeshi wamechoka mbele, wanapoteza eneo, lazima atafute aina fulani ya kukomesha mapigano. Zelensky alisema mapema kwamba makubaliano ya amani yanayowezekana yanaweza kupigiwa kura ya maoni. Vile Ukraine itabaki kuwa chini ya sheria ya kijeshi hadi Kyiv itakapopokea dhamana za usalama kutoka kwa washirika wake. Volodymyr Zelensky anasema sheria ya kijeshi itaisha wakati Ukraine itakapokuwa na dhamana za usalama. Dhamana za usalama ni nini? Ufuatiliaji wa washirika na uwepo wao, Zelensky alisema. Aliongeza kuwa angeshauriana na amri ya kijeshi kabla ya kufanya uamuzi. Kulingana na Zelensky, Kyiv inatarajia kupokea dhamana za usalama mara moja baada ya kusaini makubaliano ya amani ya pointi 20. Vile Volodymyr Zelensky anatarajia kufanya mazungumzo ya simu na rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni baada ya mazungumzo kati ya wajumbe wa Marekani na Ukraine. Anasema, jana nilikuwa na mkutano na rais na aliniambia kwamba timu zetu zitafanya kazi sasa na atanipigia simu baadaye. Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kama ilivyonukuliwa na gazeti la Novosti.
Pia anatarajia mikutano na watu wa Ulaya pamoja na Trump. Hapo hapo kwa rais wa taifa la Ukraine Volodymyr Zelensky ni kwamba ametoa wito wa kufanyika kwa kura ya maoni ya kitaifa ili watu wa Ukraine waweze kuunga mkono au kupinga mpango wa amani badala ya bunge kuupitisha kama alivyomwahidi rais wa Marekani Donald Trump hapo awali. Zelensky anasema, tunaamini kwamba mpango huo wa pointi 20 unapaswa kuidhinisha kupitia kura ya maoni. Kila mtu anaelewa kwamba hii ndiyo njia bora ya kurasimisha hati hiyo. Tunazungumzia kuhusu usemi wazi wa mapenzi ya si mtu mmoja, si 450 idadi rasmi ya wabunge, bali mamilioni. Zelensky aliongeza kwamba itakuwa muhimu kuanzisha makubaliano ya kusitisha mapigano kwa angalau siku 60 ili kufanya kura ya maoni. Sio kila mtu anayekubaliana na hili, alikiri. Vile vile Volodymyr Zelensky amekiri kwamba hakuna makubaliano yaliyofikiwa kati ya Ukraine na Marekani kuhusu mambo mawili muhimu ya makubaliano ya amani na Urusi: matumizi ya kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia na makubaliano ya eneo. Lakini Kyiv inatarajia kufanya mfululizo wa mikutano katika ngazi mbalimbali na washirika wake wa Ulaya na wawakilishi wa Marekani mwezi Januari, na itakuwa tayari kwa mazungumzo na upande wa Urusi baada ya hapo. Volodymyr Zelensky anasema, tumejiandaa kwa dhati kufanya mikutano mwezi Januari. Baada ya hapo nadhani kwamba ikiwa mambo yatasonga mbele hatua kwa hatua, mikutano hii itafuatiwa na mkutano na Warusi katika muundo huu au ule. Tunasisitiza tena kwamba tuko tayari kwa muundo ambao tumezungumzia, kulingana na sauti iliyotolewa na chombo cha habari cha Novosti. Hata hivyo, Zelensky hakuelezea ni muundo gani. Pia alisema kwamba alitarajia kuandaa mkutano na washauri wa Marekani na Ulaya nchini Ukraine mwezi Januari. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile, ikiwa kura ya maoni kuhusu kujiondoa kwa vikosi vya Ukraine kutoka Donbas itafanyika nchini Ukraine, wa Ukraine wanaweza kuunga mkono uamuzi huo ikiwa itasababisha suluhu ya amani. Alexei Antipovich, mkuu wa kundi la kijamii la Ukraine la Rating, anasema, kura ya maoni kuhusu swala hili labda ndio uamuzi sahihi. Sijui wa Ukraine wataitikiaje hili. Ninaelewa kwamba hakuna mtu atakayetaka kubadilisha au kurudi nyuma kutoka eneo hilo akiwa peke yake. Hata hivyo, kama sehemu ya mpango mpana wa amani, Ukraine inaweza kuwa tayari kujiondoa kutoka Donbas, alisema kwenye mahojiano na shirika la habari la RBC la Ukraine. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile, Moscow inakubaliana na kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba pande hizo ziko karibu kutatua mgogoro nchini Ukraine na kwamba mazungumzo yapo kwenye hatua zao za mwisho. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari. Bila shaka alijibu alipoulizwa kama Kremlin inakubaliana na tathmini ya Trump. Hata hivyo, Peskov hakubainisha ni toleo gani la mpango wa amani linalokubaliwa kwa sasa. Anasema hatuoni kuwa ni muhimu kubainisha kwa sasa, msemaji huyu alisema. Vile vile, rais wa Marekani Donald Trump ametoa dhamana za usalama za Ukraine kwa miaka 15 pamoja na uwezekano wa kuongezwa muda, huku Ukraine ikitaka dhamana kwa miaka 30 hadi 50. Zelensky ananukuliwa na gazeti la Novosti. Hakika sasa imependekezwa, si kwa muda usiojulikana. Hati hiyo ni halali kwa miaka 15 pamoja na uwezekano wa kuongezwa muda. Nimezungumzia swala hili na rais. Nilimwambia kwamba mgogoro umekuwa ukiendelea kwa karibu miaka 15. Hii ndio sababu tungependa sana kuwa na dhamana za muda mrefu. Nilimwambia kwamba tungependa kuzingatia uwezekano wa dhamana kwa miaka 30, 40 au 50. Rais alisema angefikiria kuhusu hilo. Shukran kwa Babylon Vita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.